mama zangu, wapendwa dada zangu, wapendwa kanyanyazi, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Katonda mulungi obude bwona. Wazo letu fupi: mama simama kama mwalimu. Mama simama kama mwalimu. Naomba tuseme mama simama kama mwalimu. Wazo linalotuongoza ni Mithali sura ya 31 mstari wa 26. Ufumbua kinywa chake kwa hekima, na sharia ya wema imo katika ulimi wake. Ufumbua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema imo katika ulimi wake. Mithali sura ya 31 mstari wa 26 inahusu mwanamke mwema ambaye amechaguliwa na Mungu, mke mwema. Ufumbua kinywa chake kwa hekima. Ina maana mama ni mwalimu. Mwambie jirani yako mama ni mwalimu. Mwambie mama ni katekista katika familia. Kuna waziri mkuu wa Uingereza wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, aliitwa Churchill Winston ama Winston Churchill. Kuna aliyeandika kitabu cha maisha yake, lakini ikiwa bado ni mswada akampelekea apitie. Kuna orodha ya walimu aliwaweka katika kitabu. Yule waziri mkuu alilalamika akasema, walimu wengi umewaweka, lakini mwalimu wa kwanza na wa muhimu umemwacha, hujamweka. Akasema ni yupi? Akasema ni mama yangu. Mama yake ni mwalimu. Ndio maana wahaya wanasema ebuje yo mwana emanywa nyina. Ebuje yo mwana emanywa nyina. Yaani mtoto akianza kuongea maneno hayasikiki, hayaeleweki, hayana maana, lakini mama anaitikia, anayoyasema ni ebuje. Hiyo ebuje anaelewa mama. Awasemi ebuje yo mwana emanywa ishe. Ebuje yo mwana emanya nyina. Mama ndiye anaelewa ebuje. Mama ndio mwalimu wa kwanza. Ndio maana Kiaya, lugha ya Kiaya au Kisukuma kwa Wasukuma inaitwa lugha mama. Lugha mama kwa sababu mama ni mwalimu. Katika katekisimu kubwa ya Kanisa Katoliki namba 22 na 23 tunasoma hivi: wazazi kwa maneno na kwa mifano ni walimu wa kwanza wa imani kwa watoto wao. Mwisho wa kunukuu. Wazazi wanafundisha mengi imani, lakini wanafundisha kwa mfano na maneno. Kwa hiyo nyumbani ni shuleni, nyumbani ni kanisani. Kwa hiyo kabla watoto hawajaja kujifunza katekisimu, hawajaja kujifunza dini wanajifunza nyumbani. Watoto wanajifunza nyumbani ishara ya msalaba, kwa sababu wanasali kabla ya kula, wanasali baada ya kula. Wakati mwingine tunawahoji watoto wa kupewa komunio. Unaweza kusema labda fanya ishara ya msalaba. Mtoto labda anashindwa. Sasa anasema father amekuogopa wewe. Lakini wao nyumbani hawafanya ishara ya msalaba. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2685. Nyumba za Kikristo ni mahali pa kwanza ambapo watoto wanapokea malezi ya imani. Ndiyo sababu familia inaitwa kwa haki kanisa la nyumbani. Naomba tuseme kanisa la nyumbani. Kanisa la nyumbani. Kwa hiyo kabla hujaja hapa kanisani kusali, sali nyumbani. Nyumbani ni kanisani, inaitwa domestic church. Naomba turudie kwa Kiingereza, domestic church. Leo mtasema Kiingereza. Kuna mtoto alimuuliza mama yake, mama, niache lini kusali kama baba alivyoacha kusali? Kwa sababu mtoto anaona
Kwa hiyo inabidi wazazi mfundishe kwa mifano, sala za asubuhi na sala za jioni. Watoto waga ni wa kweli. Mimi nikikutana na watoto na wauliza, mlisali sala za usiku? Tunasema hapana, father, hatujasali. Watoto wako wa kweli kabisa. Kwa hiyo naomba wazazi, wakina mama, muendelee kuwa walimu wa dini. Kwa hiyo kuna mambo 7 ya kufundisha. Mambo 7 ya kufundisha watoto. Kwanza, wafundishe imani na maadili. Wafundishe imani na maadili. Mtakatifu Agustina alisema, bila shaka mama yangu alinilea kwa juhudi kubwa katika hofu ya Bwana, na alinifundisha kumjua Mungu tangu utoto wangu. Mwisho wa kunukuu. Mtakatifu Monica alimfundisha mtoto wake kumjua Mungu. Kwa hiyo mama anapaswa kuwafundisha watoto kumcha Mungu kama alivyofanya Mtakatifu Monica kwa Mtakatifu Agustino. Mimi Biblia ya kwanza nilisomewa na mama yangu. Wakati baba ameenda labda kazini, amechelewa, jioni tunamngoja tule chakula, mama alikuwa anatusomea Biblia ya Kiaya. Mama anatusomea Biblia ya Kiaya. Na nasema msilale, msikilize. Kwa hiyo hizi hadithi za Agano la Kale, masimulizi ya Agano la Kale niliyajua nikiwa nyumbani, mama ananisomea. Sasa ni wazazi wangapi wanawasomea watoto wao Biblia ambao hawajajua kusoma na kuandika? Je, Biblia ipo nyumbani? Unaona? Je, Biblia ipo nyumbani? Je, watoto wakati mnangoja baba wa nyumba haje, mna kitu cha kuwasomea nyumbani? Pili, licha kufundisha imani na maadili, wafundishe heshima na nidhamu. Wafundishe heshima na nidhamu. Wafundishe watoto kushukuru, wafundishe watoto kusalimu. Mtakatifu Basil wa Kaisaria alisema, adabu njema ni kama mbegu nzuri iliyopandwa katika roho ya mtoto. Ikimwagiliwa kwa mafundisho mema, itazaa matunda ya wema. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo mfundishe mtoto kusalimu. Wageni wakija nyumbani, awasalimu, shikamo baba, tumsifu Yesu Kristo. Mfundishe watoto kusalimu. Wafundishe nidhamu, wafundishe kushukuru, kusema asante. Kusalimu, unaweza kukutana na mtoto amekimbia, anasema shika, na shikamo haifikishi shika. Kama ni Kiaya, tas. Baada ya kusema tas bota, tas. Alafu anakimbia. Mwambie mtoto asimame, asalimu, alafu ndaende. Kwa sababu msipofundisha hivyo, watakuwa maliza vyuo vikuu, yuko kwa bosi amsalimu bosi, yuko kwa kiongozi wa kitengo amsalimu kiongozi wa kitengo, kwa sababu hakuzoea. Alafu cha kushangaza, unaweza kukuta kijana mikono iko mfukoni. Hata anafika kukutana na padri paroko wake, anamsalimu mikono iko mfukoni. Ajui kwamba kumsalimu mikono mtu iko mfukoni sio heshima. Mwingine amevaa kofia, hawezi kutoa kofia na kumsalimu mtu mzima. Hayo ni mambo ambayo inabidi wafundishwe nyumbani. Ni mambo ambayo inabidi wafundishwe nyumbani. Vitu vingine vinafundishwa nyumbani. Ubinadamu na utu unafundishwa nyumbani. Unampatia kitu, ndio maana mzazi ukimpatia pipi, mwambie aseme asante. Kama hajasema asante, umnyanganye. Padri mmoja alimpatia lifti mtu mmoja, akapunga mkono, akapiga mkono, akapunga mkono, akasema baba nisaidie. Basi akasema ingia garini. Walipoingia wakaenda karibu kilomita 30. Yule baba akamwambia nateremkia pale mbele kwenye maduka. Basi padri akamteremsha.
lakini akusema asante. Akamuuliza pale, akasema samani, unapoelekea ni mbali sana? Akasema sio mbali, ni kama kilomita 4. Akamuuliza, gari linaweza likapita? Akasema linapita. Akasema ngoja nikusogeze. Ingia kwenye gari nikusogeze. Akaingia kwenye gari, padri akageuza gari, akamrudisha alipomtoa. Na akasema ukusema asante. Mungu mwenyewe yuko mwangalifu kwa neno asante. Ndio maana Yesu alisema Luka sura ya 17 mstari wa 17, wale 9 wako wapi? Nilitibu wakoma 10, 9 wako wapi? Kumbe na Yesu alifuatilia neno asante. Mfundishe mtoto kusema asante. Ndio maana Wahaya wana methali inasema, iwewe bakuota simiro gilotiba biba. Wanachokupatia bila wewe kushukuru, nafikiri mali ya wizi. La 3, watoto wafundishe utamaduni na lugha. Wafundishe utamaduni na lugha. Wafundishe utamaduni wa kuvaa. Wavae vizuri, mtoto avae. Wafundishe utamaduni wa lugha. Sisi tuna utamaduni wetu. Kuna vitu vingine ambavyo kwenye tamaduni vinapotea. Kwa mfano sisi Wahaya, msichana akiwa anachumbiwa anapeleka senene 9 kwa mchumba wake. Ni utamaduni, anapeleka senene 9 kwa sababu namba 9 ni namba pekee kwa Wahaya. Enyanjanka shabuka mnane ya mwenda na jigwamu, mkomba zara aito ya mwenda. Sasa hizo tamaduni watoto wanazijua, ni tamaduni nzuri, hazina ushirikina, hazina ubaya. Je, watoto tamaduni wanazijua? Mimi nilifundishwa lugha ya Kiaya na mama yangu na nyanya yangu, Maemiliana nyanya yangu. Usione wakati mwingi sifundishi Kiaya, lakini nafahamu sana Kiaya. Hata mwaka 2005 tuliuita Sima, nilitunga jina lake. Tulikuwa na mashindano ya kutunga jina la mwaka kama ilivyo kila mwaka. Mwaka 2005 tuliuita Sima, mimi nilitunga jina kwa Kiaya kizuri sana, lakini nilifundishwa na mama na baba, wanifundisha Kiaya. Wanifundisha methali, emigani. Sasa watoto wenu wanajua methali za Kiaya? Wanazijua? Kwa hiyo wafundishe tamaduni, wafundishe lugha, wafundishe namna nzuri ya kuvaa. Kuna mtoto alikuwa amevaa vibaya nikiwa Nairobi. Sasa wakina mama wakalalamika, wakamwambia paroko aliyekuwepo, wasema, paroko, mbona uongee juu ya mavazi? Yaani wakamsakama paroko. Sema msichana unavaa vibaya, paroko uongei. Paroko akawaambia, wakina mama naomba nyote mkae baada ya misa. Wakakaa. Paroko akawaambia, samahani, kuna wakina mama wamenijia wanasema niongee juu ya mavazi. Nitaongea, lakini naomba niwaambie kitu. Wasichana wengi ambao wamekuja wamevaa hivyo wakiwa nyumbani kwenu. Walikuwa nyumbani kwako wakavaa hivyo. Wengine mkaja nao kwa magari kanisani. Sasa wamefika kanisani unasema, paroko ongea basi. Paroko ongea. Sasa nyie nyumbani hamjaongea. Mnaogopa kuwa maadui wa watoto wenu. Usiogope kuwa adui wa mtoto wako. Katika malezi usiogope kuwa adui. Akutwaro mkiro msima wake ile. Anayekuongoza usiku unamshukuru kukicha kukipambazuka. Usiogope kusema bafabagambirwe. Wewe ongea, nkagamba kirankesiza. Nilisema anamzidi, nilinyamaza. Wewe ongea. Ongea. Sasa unataka paroko aongee tu, wewe uongei. Unataka paroko msaidizi aongee, wewe uongei. Nkagamba kira nkesiza.
Mama anapowafundisha watoto wake Kiswahili na tamaduni za kabila na za Kitanzania, anawapa utambulisho na msingi imara wa maisha. Watoto wadogo wa kike wakiwa wanakaa, kuna namna wanavyokaa. Takuja kuikaragizirati wewe bumba ibibero. Kuna michezo ya watoto wa kike na kuna michezo ya watoto wa kiume. Ndizo tamaduni zetu. Mzazi akilala anawaambia watoto, akija mtu yeyote ananitafuta mwambie nimesafiri. Wanafundisha ili mzazi apate labda kupumzika. Sasa mtoto ambaye hajafundishwa vizuri akija anasema baba yupo. Ameniambia akija mtu yeyote nimwambie kwamba amesafiri, lakini yupo humu chumbani amelala. Nne, wafundishe watoto kupenda elimu na kufanya kazi kwa bidii. Wafundishe watoto kupenda elimu na kufanya kazi kwa bidii. Watoto wakiwa likizo, usiende shambani bila ya watoto. Nenda nao shambani. Kama unaenda kuchota maji, wapatie kifaa kidogo na yeye haja amekibeba, ajue kufanya kazi. Na wafundishe kupenda elimu. Mtakatifu Tomaso wa Aquino alisema, elimu ni nuru ya akili. Mtu anayependa elimu anapenda mwanga wa ukweli. Mama anapaswa kuhamasisha watoto wake kupenda elimu, kusoma na kuchakalika, ili baadaye wawe na maisha bora. Wafundishe kufanya kazi, wafundishe kuchakalika. Ukiwalemaza itakula kwako. Tulipokuwa primary, mimi na kaka yangu, primary shule ya msingi, baba alikuwa anapenda kulima migomba vizuri na kuweka mbolea, lakini enzi hizo hata hakuwa na hela nyingi ya kuweza kununua mbolea. Kwa hivyo tunatoka shuleni tunaenda mbugani kuokota samadi. Tunaokota, tunadaza kwenye gunia, tunarudi nyumbani. Kila tulipokuwa tunatoka shuleni, tukiwa shule ya msingi. Sasa mtoto anaweza akasomba debe, anaweza akasomba nusu debe kutoka mbugani, mkaweka kwenye mahindi, unaua ndege wawili kwa jiwe moja. Umemfundisha kufanya kazi, lakini na migomba inastawi, mahindi yanastawi, maharage yanastawi. Wazazi walinifundisha. Kuna kazi hata za wengine wanasema za wasichana, lakini za kila mtu. Kumenya ndizi najua, nilifundishwa na mama. Kukata nyasi najua, nilifundishwa na wazazi. Kwanza tukashindana kukata nyasi. Najua, nilifundishwa na wazazi. Sasa watoto mnawafundisha. 6, ni 6 au 5? 5. Upendo na mshikamano. Upendo na mshikamano. Mtakatifu Teresa wa Calcutta alisema, mfundishe mtoto wako kupenda, kwa kuwa upendo ndio zawadi bora zaidi unayoweza kumpatia. Mfundishe kwa mifano kwa kupenda. Mama anapowafundisha watoto wake kuwa na moyo wa kusaidia wengine na kushirikiana, anawaandaa kuwa watu wenye upendo na mshikamano katika jamii. Kwa sababu usipowafundisha kupenda wanafamilia, kukupenda itakula kwako. Kuna wakati utazeeka. Kama watoto kuwafundisha kupenda na kutoa, hawatakusaidia. Ndio maana kwenye tamaduni zetu za Wahaya tuna kitu tunakiita ukubega. Umepewa samaki, kipande cha samaki, mzazi anakuambia mpe kidogo baba yako, mpe kidogo mama yako. Mimi nilipendaga sana kula nyama, kula na samaki, nilipendaga sana. Na nilikuwa nafanya timing, nikiona mama amebakiza nyingine,
na kula haraka ili na ile wailete. Na wakati mama amenipatia kipande changu, kabla sijaanza kula, anasema begerasho, yani mpatie kidogo baba ya. Yani nilikuwa naumia, anasema yani mimi nafikia kupata kingine sasa. Alafu ananiambia mpatie kidogo kaka yako, begera murumna wawe. Sema sasa mambo gani haya? Mimi nataka nimalize haraka, mlete na ile kilichobaki. Alafu sasa nilikuwa naumia, lakini alinifundisha kutoa. Alinifundisha kutoa. Haya alikuwa ni malezi. Sasa malezi hayo mnayo? Unampatia mtoto pipi alafu unasema nirudishie, na mimi naomba moja, umempatia 5, ameshasema hizi ni za kwangu, ameshazipigia bajeti, alafu unasema nipe 2, anakubali? Kwa sababu usipomfundisha kupenda familia, je, atakuombea ukiaga dunia? Atakuombea? Kanisani atakuombea, atakukumbuka. 6, wafundishe ujasiriamali na kujitegemea. Wafundishe ujasiriamali na kujitegemea. Mtakatifu Benedikto alisema sala na kazi, ora et labora, sali na fanya kazi. Maisha yanahitaji sala, maisha yanahitaji kazi. Kuna aina ya miandazi inatengenezwa kwa ndizi sukari pamoja na unga wa muhogo, tunaita kabaragara. Mimi nilijifunza kutengeneza kabaragara nikiwa primary, nilikuwa nauza kabaragara. Na nikiwa form 1 nasomea upadri, tumerudi likizo. Baba mdogo amepadirisha, amekuwa padri. Zawadi niliyompatia nilitoa kwenye mauzo ya kabaragara. Na mimi nikatoa zawadi kwenye mauzo yangu ya kabaragara. Wakati nasoma nilikuwa na shida ya kupata karo. Kwa hiyo wakati wa likizo nilikuwa nauza chumvi. Nauza tena kwa lugha hii ya biashara. Mnyegero mwatinsera, mnyegero mwatinsera. Kamgisha nishawahi kuuza chumvi nikiwa nasoma seminari wakati wa likizo. Sasa watoto wenu wafundishwe ujasiriamali. Wakati mwingine primary wafundishwe ujasiriamali. Ni vyuo vikuu wameanza kufundisha somo la ujasiriamali. Sasa watoto wenu wafundishe hilo walijue. Wafundishe kujitegemea. Nilipokuwa form 4, baada ya kumaliza form 4, nililima nyumbani. Nikalima nikapata gunia 3 za arushara, aina fulani ya maharage nzuri sana. Gunia 3. Na kila gunia tulikuwa tunaiuza 3,000. Na karo yetu ilikuwa 7,500 form 5. Nikajilipia karo. Mimi nikamgisha. Kama ole bebi ala byange mtima nya ulimo. Kwa hiyo nililima. Sasa unakuta watoto wamaliza form 4 anaomba mtaji. Sasa gunia ya rushara ni shilingi ngapi kwa sasa hivi? Shilingi ngapi? Gunia la maharage ya rushara shilingi ngapi? Karibu 250,000 kipeleka mkoba mjini. Sasa wafundishe ujasiriamali na kujitegemea. 7, wafundishe afya na usafi. Wafundishe afya na usafi. Naomba tuseme wafundishe afya na usafi. Naomba turudie tena, wafundishe afya na usafi. Kitabu cha Mithali kinasema una watoto wa kike usiwabembeleze mno.
Una watoto wa kike, wafundishe usafi. Naomba tuseme usafi. Naomba tuseme usafi. Kuna mtu mmoja anasema unakuta mwanamke ameolewa, kijiko kiko sebuleni, sahani ambayo wamelia chakula iko hapo sebuleni. Usafi. Usafi. Sitaki kuelezea zaidi. Niliwapatia wanawake na wanaume semina Arusha. Nikawaambia wanawake wataje changamoto wanazozipata kwenye ndoa, na wanaume wataje changamoto wanazozipata kwenye ndoa. Wakataja changamoto mbalimbali, lakini changamoto moja wanaume walioitaja ni usafi. Usafi. Nyie mnaelewa usafi. Mtakatifu Francis wa Asizi alisema, mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, hivyo ni wajibu wenu kuulinda kwa usafi na afya njema. Mama anapaswa kuwafundisha watoto wake usafi. Sio sala tu la watoto wa kike na watoto wa kiume wafundishe usafi. Unakuta kinachoshangaza, kuna watoto wengine wanaenda seminari. Unajua wanapoenda seminari, wengine wanaenda seminari ikiwa primary, yani darasa la 5. Wengine wanaenda darasa la 7. Unakuta hawajui kuoga. Unakuta watoto wengine wana house hasa mijini. Yani ndio anamnawisha mtoto yuko darasa la 7 ananawishwa na house Mimi niliwahi kuona chuo kikuu, wazazi kila Jumamosi wanamtuma dereva achukue nguo za mtoto wa kike waende kuziosha nyumbani. Mtoto yuko chuo kikuu, wazazi wanatuma dereva achukue nguo ili yani tumeharibikiwa. Sasa huyo ataolewa, kila kitu watamsafishia, hata na bedroom, chumba cha kulala watamsafishia. Mimi ni mwanaume lakini najua kupika. Sasa na mtoto wa kike unajua hajui kupika. Omwanda bujya omushayida burabayibunda. Batakureba. Njia ya kumwendea mwanaume ni kupitia kwenye tumbo lake. Chonkaka chumbabunura chumbe bamuzireki byo bamuwaire kwa bashaija baliona wabagambira. Anayepika vizuri, anapika walivyompatia. Sasa wewe hujaleta matunzo, hujaleta vitu, unalalamika. Kwa hiyo mama inabidi afundishe afya na usafi. Naomba tuseme usafi. Naomba tuseme afya. Kwa hiyo wewe kama mama, simama kama mwalimu, simama kama mfundishaji, simama kama katekista, karipia, onya, lakini mtoto mtie moyo. Mfundishe mtoto kwa kumtia moyo. Kuna mama alikuwa hajui kusoma na kuandika, mtoto hakujua hiyo.
Anamlia mtoto wake vitabu, anasema soma kitabu hiki alafu fanya muhtasari. Anafanya muhtasari. Anasema mama niwekee maksi. Mama hajui kuandika. Mama anatazama. Anasema hii umefanya vizuri 80. Hata nisipoandika hii ni 80. Baadaye mtoto ameshakuwa akagundua mama alikuwa hajui kusoma na kuandika. Lakini alikuwa anamtia mtoto wake moyo. Alikuwa anamtia moyo. Kuna mtoto mmoja walipoandika ripoti ya mtoto huyo, mama mwingine alipoisoma akalia machozi. Akalia machozi. Mtoto akauliza, mama mbona unalia? Akasema hapana, ile ripoti yako ni nzuri, wamesema wewe una akili nyingi sana. Uina magezi ngatono nanko boki. Uina magezi ngatono na koboki. Akasema wamesema nitakuwa nakufundisha nyumbani, utaenda shuleni. Akamfundisha mtoto wake akawa ni mdadisi. Akavumbua vitu 1000. Ndiye aliyevumbua balbu. Mama yake alipoaga dunia anapanga vitu vyake vya mama vizuri, akakuta barua ya walimu aliyomwandikia zamani. Barua ilikuwa isemi mtoto wake ana akili nyingi, ilikuwa inasema mtoto wako ni kichaa. Hatutamruhusu asome na watoto wengine. Lakini mama hakusema mtoto wako ni kichaa. Akasema una akili nyingi sana. Na hilo likamtia moyo, mtoto wake akawa mwanasayansi. Si mwingine ni Thomas Edison, mwanasayansi mashuhuri duniani aliyevumbua vitu 1000. Mama alimtia moyo. Naomba watoto wako watie moyo, usiwakatishe tamaa. Kama ni mwanaume ulibakishaija. Mwambie kwa tama mashaija makazi galengaza. Huyo ni mtoto wa kiume. Lakini mtoto wa kike mwambie uliba mkazi. Mwambie kwa tama kazi mashaija galengaza. Yani mtie moyo. Mtie moyo, muite majina mazuri. Mtie moyo. Watu wengi wanakuwa jinsi walivyo kwa sababu walichojifunza nyumbani. Unakuta mtu ameisha soma sana. Kama nyumbani walikuwa wanatafuta dawa za uganga au atarudia hivyo hata kama amesoma. Kwa sababu ndicho alichojifunza nyumbani. Nyie wazazi ni walezi, nyie wazazi ni walimu, nyie wazazi ni washauri. Naomba simama kama mama. Mama simama kama mama, kama mwalimu. Ili mambo yaende, simama kama mama. Bafabagizireki nkagamba akira nkesiza. Nilisema anamzidi, nilinyamaza. Tumsifu Yesu Kristo.